Alright, tunaendelea kujifunza na hapa nipo na hili gitaa, unaona? Kampuni ya Soundsoft ni magitaa ya kutoka China ambayo yamekuwa mengi sana sokoni pamoja na vifaa vingine, lakini hili lina shida moja kwamba baada ya muda hii bridge hapa ilikuwa inaachia. Maana naona mwenye nalo akaweka hizi screw hapa, hii na hii, alafu pia na hii ili kuiweka kwenye position, lakini vinginevyo kama unavyoona hizi nyuzi zimeshapata kutu, zinatakiwa zibadilishwe. Unaona Lakini kikubwa ni kwamba sasa halipigiki. Na halipigiki kwa sababu action iko too low. Si kama mnaweza kuona vizuri kwenye kamera. Yaani umbali kutoka kwenye fret kama hii, unaona, sema hii ni mdogo sana kiasi kwamba uzi ni kama unabana, unaigusa kabisa hii fret. Kwa hiyo ukitune haikubali, kwa sababu nyuzi kwa lugha rahisi Kiswahili tunaweza kusema zinanata kwenye fret kama hii. Unaona? Sikia hii. Hapa kidogo iko vizuri. Hapa nasikia kai mwishoni. Na hapa kidogo iko vizuri, lakini huku. Kwa hiyo ukiona gitaa lako unapiga nyuzi au uzi unakuletea hivi, manake either kuna dead fret mahali, kwamba kuna fret ambayo inanata mahali, unatakiwa uangalie fret zako. Hii huwa inakuwa unakuta fret inaanza kuchomoka pale ilipowekwa. Kwa mfano kama hii hapa, unakuta yani inakuwa kama inataka kutoka. Kwa hiyo ikitoka, ina maana uzi unapopita kama hizi tuchukulie ndio fret, vidole vyangu kama ni fret na huu ndio uzi, na kwamba inatakiwa ilingane. Unakuta sasa uzi mmoja ukiwa chini au mmoja ukiwa juu namna hii, na maana unakuwa na hili gap hapa. Sasa hili gap likiwepo linasababisha uzi unakuwa hauna sauti nzuri, unaona? Sasa kwa kulinganisha, ngoja tuone na hili. Action pia ikiwa kubwa sana pia inakuwa ngumu, gitaa halipigiki. Unaona kama kwa kulinganisha, unaona kuna nafasi hapa kati ya hizi nyuzi na hii fret. Kwa mfano hii fret ya kwanza, ukiona hapo, ukiangalia unaona kuna gap, ila ukiangalia hii unaona ni kidogo mno, kiasi kwamba hii fret hapa imebanwa kabisa na hizi nyuzi. Na ukiweka hivi, nafikiri unaweza kuona vizuri. Mara nyingi huwa tunapenda kuangalia kwenye fret ya 12. Ukiangalia hapo kwenye fret ya 12 ambayo ni hii yenye doti mbili, unaona hilo gap. Sasa linganisha hilo gap na hili fret ya 12 kwenye gitani hii hapa. Unaona hili tundu hapa kati ya uzi na hivi vibati hapa, unaona? Sasa linganisha hiyo, umeona hiyo? Linganisha hiyo na hii, unaona? Kwa hiyo sasa kinachotakiwa kufanyika, ndio maana huwa na washauri watu, ukitaka kununua gitaa, mojawapo ya kitu cha kuzingatia, hakikisha kwamba gitaa lako lina truss rod, chuma kile kinachotoka maeneo fulani hapa kwa ndani kinakuja huku, na hicho chuma kinawekwa kwenye neck au tuseme shingo ya gitaa ambayo ni hii. Kwa hiyo hicho chuma kinakaa katikati ya hii fretboard hii na ni yenye binding nyeupe na hii na nyeusi. Katikati hapo kunakuwa na shimo ambapo inawekwa hiyo truss rod, ambacho ni chuma kinachosaidia kwa ajili ya kunyoosha hiyo truss rod. Lakini pia kwenye headstock huku ukiangalia hapa, sijui kama mnaweza kuona, lakini unaona kwa mfano screw hii hapa imelegea, hii hapa. Kwa hiyo hizi inatakiwa ziweze kukazwa. Lakini pia unatakiwa uwe na Allen key. Allen key inafanana na kitu kama hiki, ambayo inatumika kuseti sasa, kunyoosha hiyo truss rod
gitaa lako. Na truss rod pia zinakuwa na size tofauti, na hivyo Allen key zinakuwa na size tofauti pia kulingana na gitaa lako. Kwa hiyo unaponunua gitaa lazima ujue Allen key ya size gani unahitaji. Unaona, kwa mfano hii size nyingine, hii pia size hizi ni kama zinalingana, ila material tofauti. Kwa hiyo sasa kuna namna mbili. Kuna ile clockwise kwamba unafuata kama mzunguko wa saa, au anti-clockwise, kinyume cha mzunguko wa saa. Na namna nzuri ya kujua ni kwamba angalia truss rod yako iko wapi, unaweka sasa kwenye ile tundu mpaka ishike. Naona kama hapa, naona haishiki vizuri. Hapa ndio inashika bado. Kwa hivi vitu lazima ujue, kwa sababu vinginevyo kama hivi gitaa lipi. Kwa hiyo hapa unaona imeshika. Kwa hiyo unachofanya, unatakiwa nyuzi zako uzilegeze. Kwa hiyo hapa uzi wa 3 unatakiwa tuulegeze huu pia, ili tuweze kupata hiyo nafasi, na hii pia tulegeze. Kama hauelewi, tafadhali niletee gitaa lako nikusetie, lakini vinginevyo ni kitu unachotakiwa ujue, kwa sababu ukiwa mbali, technician wa gitaa yuko mbali, gitaa lako halipigiki, wewe muziki hauna. Unaona? Sasa hapa kuna vitu viwili, kuna kupeleka huku au kupeleka huku. Kitakachokuwa kinakuonesha kwamba je, gap hilo linaongezeka au linapungua. Unatakiwa ufanye kama mara 3 mara 4 hivi. Kwa hiyo nitapeleka huku. Unaona? Sasa ukishapeleka imefika mwisho namna hiyo, unatakiwa uitoe ili uweke tena ikiwa iko upande huu. Hapa niliipeleka hivi. Kwa hiyo siwezi kuzungusha moja kwa moja kwa sababu nyuzi ziko hapa na kwenye tundu haiwezi kuingia. Kwa hiyo nairudisha tena kwangu kwa namna hii, kwamba nimeifanya hivi. Kwa hiyo inabidi niirudishe namna hii ili niweze kuiadjust tena namna hii. Kuna siri nitawaambia, lakini kwa sasa hivi niseme kwamba rahisi ni kuangalia matokeo yake, nini kinatokea. Je, nyuzi zinakaza au zinalegea? Kwa hiyo naitafuta tena hilo tundu hapo. Shaweka truss rod. Naona hii nayo quality yake sio nzuri sana. Inatakiwa ukiweka tu hivi ishike. Sasa hiyo unaitafuta. Okay, hapo imekubali. Ila sasa imekubali wakati tayari imeshasogea. Kwa hiyo nasogeza tena namna hii. Naona kiangalia hapa kwa mbali, naona kama imeanza gap linaanza kuongezeka. Kwa hiyo naendelea tena kuitafuta. Kwa hiyo hili zoezi utaendelea kulifanya mpaka utakapopata ile action ambayo unataka. Cha kuzingatia ni kwamba action ninayoipenda mimi sio lazima iwe action unayoipenda wewe. Na kulingana pia unapiga nini, kama ni rhythm au solo, inategemeana. Tuangalie gap linaongezeka, linapungua. Kama linapungua, linaongezeka, linapungua eti. Ngoja tuone. Kama ni hivyo, tunaleta upande wa pili, upande wetu. Naitafuta tena. Kwa hiyo kama uliwahi nunua gitaa jipya ukaona lina hiki kidude na ukuelewa matumizi yake na ni nini, basi jua kwamba inaitwa Allen key kwa ajili ya kuadjust truss rod. Unaona, kwa hiyo hapa nimeona sioni gap kama linaongezeka, nimeanza. Kwa hiyo hizi nachomeka upande huu kisha navutia kwangu niliko mimi. Unaona? Kwa lugha rahisi ungesema ni anti-clockwise, kama ni kinyume cha saa. Naona hapo imekuja. Kwa hiyo nitaendelea kufanya hivyo mpaka gitaa liweze kukaa kwenye tune. Kwa hiyo ngoja tuone. Okay, sasa siri niliyokuwa nataka niwape ni hii. Kwamba ukiweka hivi Allen key yako ikashika kama hivi.
Ukitaka action iwe kubwa, yani hili gap kati ya fret na hizi nyuzi, basi vutia kwako. Yani kama hapa naposema vutia kwangu, na maana nivute kama hivi, yani Allen key ije kwangu mimi. Ukitaka ikaze ili gap liwe dogo zaidi, au action iwe low action, unapeleka mbele yako, yani kama hapa unapeleka hivi, sawa. Kwa hiyo hivi ambaye ni anti clockwise inaweka gap kubwa, ukipeleka clockwise hivi gap dogo. Kwa hiyo kwa sababu hizi zilikuwa zimebana, nazivutia kwangu namna hii ili gap liweze kuwa kubwa. Kwa hiyo ukiendelea namna hii, kazi itakayokuwa inafuata sasa ni kutune gitaa lako. Ukisha tune, limekaa kwenye tune, utaangalia je, upo comfortable na hiyo action. Imetumbukia, unaona? Basi hizi unaona kuna gap tofauti na ilivyokuwa mwanzo mpaka huku, unaona? Kwa hiyo hapa kinachofuata sasa, nitajaribu kulitune gitaa afu nione itakuwaje. Unaona kwa hiyo baada ya kukaza nyuzi kidogo, nikizipiga namna hii haliko kwenye tune, lakini ile uliokuwa unaisikia huku imeisha kwa sababu action imeshakuwa vizuri. Kwa hiyo nitaenda kulitune, alafu ukishamaliza kutune sasa, kama umependa hiyo action ilivyo unaiacha. Kama haujapenda, kwa mfano kama hivi, kama unaona hiyo ni kubwa sana, basi unafanya kinyume cha ulichokuwa unafanya. Unafanya labda mara moja, mara mbili, unaangalia, una tune, unaangalia tena. Kama bado unafanya una mara moja, ninaposema mara moja na maana ukiweka, kama ukiweka Allen key ukavuta hivi, tunasema mara moja. Ukivuta tena mara ya pili. Kwa hiyo unaangalia. Ukivuta tena, ukivuta mara nyingi kama mara 4 mara 5 ukatune, saa nyingine unaweza ukawa umepitiliza. Kwa hiyo inabidi tena urudie, labda kurudisha mara moja mara mbili. Kwa hiyo utachukua muda zaidi. Kikubwa tunachoangalia kwenye action, kama nilivyosema, kama gitani la kwako, inabidi wewe uweke action ambayo wewe unakuwa comfortable nayo. Na mara nyingi au ilivyo ni kwamba action huku inakuwa kubwa, unaona unavyoenda huku inakuwa kubwa, ila unavyokuja huku inakuwa ndogo mpaka hapa inapokuja kwenye nut. Kwa hiyo kwa mfano ukishamaliza kutune, ukapiga kwa mfano kodi za huku mwanzoni ambazo unakuta zinafanya kazi, kwa mfano A ambayo tunaipiga kwenye fret ya pili namna hii, A au G, ukakuta kwamba ukishika G ina sound vizuri, haikuumizi, basi unajua hapo uko vizuri, unalitune gitaa lako, unaendelea. Kama sio vizuri, unaendelea kupeleka mbele au kurudisha nyuma kulingana na wewe unavyotaka iwe. Ukimaliza basi unatune, tatizo lako linakuwa limeisha. Kwa hiyo kila mtu lazima ahakikishe anayo Allen key kulingana na truss rod yake, lakini pia unaponunua gitaa hakikisha hiyo truss rod ipo. Na namna ya kujua, mara nyingi nawaambia, unalishika gitaa lako namna hii, unaangalia kwenye tundu, kama unaona kuna tundu pale. Ukiona, si nikiweka hivi kama mtaona maeneo fulani hapa kuna kitu keusi hapa kwa ndani, unaona kuna tundu lile pale, unaona hiyo ndio tundu la kuweka Allen key. Maana yake truss rod ipo, hasa kwa haya magitaa ambayo ni acoustic. Magitaa mengi ya umeme unakuta hapa panakuwa na shimo linaonekana, au kama halipo panakuwa na kibati kimewekwa kama cover, yani kuziba ile tundu la ili kitu kama maji isiweze kuingia. Au magitaa mengi siku hizi modern ya umeme unakuta pale linapoishia kabla ya hii bridge hapa unakuwa na tundu hapa, tundu linawekwa hapa, kwa hiyo hauhitaji kwenda ndani. Kwa hiyo asanteni sana kwa kutazama. Kama haujaelewa, tafadhali uliza kwenye sehemu ya kucomment, subscribe kama bado, na Mungu akubariki. Asante kwa kutazama.